Asante Mwenyezi Mungu kwa kuona mwaka 2026. Nafikiri inaweza ikawa ni moja ya neno zuri sana la kulitumia, lakini asante kwa mtazamaji wa Data Sports ambaye umeendelea kuifuatia Data Sports kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2025 na hii leo tunavyozungumza ni tarehe 1 ni tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Heri ya mwaka mpya bwana, na tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi, lakini naendelea kukumbusha kwamba kama ndo mara ya kwanza unaungana na sisi Data Sports, naomba nikutumie nafasi hii kuambia kwamba sisi ndio online media ambayo inafanya vipindi bora ndani yake ukiwa na uhakika wa taarifa ambazo tunakwenda kuzizungumza hapa. Kwa hiyo haujachelewa kuungana na wenzako wengine, unaweza kuungana nao kwa kupitia njia ya kusubscribe, lakini baadaye pia weka notification on ili taarifa zote ambazo tutakuwa tunazitoa wewe unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Kwa wakati huu naomba nikwambie karibu tena ndani ya Data Sports. Ni wakati mwingine tena mzuri wa kwenda kupashana taarifa nyingine nzuri ya kimichezo, lakini kubwa zaidi naomba nikujuze kuhusiana na Tanais, mabingwa wa kutengeneza pool table bora na za kisasa kabisa. Wanapatikana mitaa ya Mabibo Hostel karibu na mitaa kujidai bwana, mitaa Riverside. Siku ya jana mambo yalikuwa mukide. Takuja nimuulize vizuri ndugu yangu Aloisi Sagara siku ya jana yeye alikuwa wapi, lakini nakukumbusha bwana, Tanais wanakukumbusha kwamba katika kipindi hichi ambacho ligi yetu ikiwa imesimama, michuano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation ikiwa imesimama pia, lakini tuna AFCON najua unaelewa hilo, lakini AFCON watu wengi tumekuwa tukiangalia timu yetu ya taifa tu ya Tanzania, kwa hiyo kama vile tunapata mchezo mmoja baada ya siku kadhaa. Kwa hiyo unaweza kutafuta pool table yako nzuri tena ya kisasa kabisa, unaiweka nyumbani au unaiweka katika sehemu yako ya kufanyia kazi, kwa sababu hiyo nao ni njia nyingine ya kujipatia kipato. Ubora bidhaa wanazozitengeneza Tanais ni nzuri mno. Kwa hiyo nakukumbusha kuwatembelea Tanais kama unahitaji pool table bora na ya kisasa kabisa. Aloisi Sagara, yes. Ndugu zetu Waislamu huwa wanasema alhamdulillah. Sijajua kama nimeipatia vizuri kwa maana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini sisi wa Kristo tunasema asante Mungu. Unaweza kuzungumza hivyo kwa maana ya kuona mwaka 2026 siku 365 sio siku chache. Yametokea mengi sana 2025, lakini bado tuko hai. Tukio kubwa ambalo mimi nalikumbuka 2025 2025 kwenye masuala ya michezo ni dabi ya Kariakoo. Ile mukide tunacheza mukide ya dabi ya Kariakoo. Kwangu mimi tukio la Diogo Jota, mchezaji wa Liverpool ambaye alipoteza maisha baada ya kupata ajali akiwa na kaka yake, ni tukio ambalo lilinichukua sana, takriban ni wiki 3. Nilikuwa ninamkumbuka sana. Ndio mimi ni shabiki wa Manchester United. Football siku zote wewe natuunganisha pamoja. Usipokujali huyu ni mchezaji wa timu fulani au hivyo. Kwa hiyo tukio lile mimi liliweza kunichukua sana. Andy Bobo Boyeli ndio story kubwa tulionayo hapa mkononi mwetu. Wanatazamaji wa Data Sports, naomba nikuhakikishie na nikwambia kwamba Andy Bobo Boyeli hataendelea tena kuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans. Mchezaji huyu ambaye alisajiliwa kwa mkopo kutoka klabu ya Sekhukhune ya kule nchini Afrika ya Kusini, Young Africans wameamua kuterminate naye mkataba wa mkopo ambao walikuwa wameweka wao na Andy Bobo Boyeli. Na Manake Prince Mpumelelo Dube anabaki kuwa mshambuliaji, ataendelea kuwa mshambuliaji namba 1 klabu ya Young Africans. Ameingia Emmanuel Samuel Mwanengo kutoka klabu ya TRA United, lakini bado tunaendelea kumsubiri Clementino Mzize, na tujajua mwalimu Pedro Goncalves ataamua kumtumia kama striker au ataamua kumtumia kama winger. Kilichomtokea Andy Bobo Boyeli mimi kinanikumbusha vitu fulani vya coaching nijifunza juzi kati tu hapa, na nimeviona kwa Andy Bobo Boyeli nikavilinganisha Prince Mpumelelo Dube, kwamba mwalimu alikuwa ananifundisha na ananiambia kwenye modern football kwa sasa hivi ukiwa kocha usitafute striker ambaye anawaza kufunga muda wote. Sio, unanielewa vizuri? Yani dunia sasa hivi, aina ya mpira wa dunia sasa hivi inahitaji striker ambaye anahitaji kufunga muda wote. Kama utapata striker ambaye anawaza kufunga muda wote, maana yake ni yule striker ambaye utamkuta kwenye eneo la mpinzani kila muda. Yani kwenye box la mpinzani kila muda. Jambo ambalo kuna muda ukiwa una mpira kuna muda out of possession atakuwa hana faida kwa upande wako. Sio, unaelewa vizuri? Though ni striker atakuwa ni striker mzuri kwamba anasimama kwenye box, lakini huyo sio striker ambaye unapaswa kuwa naye kwenye timu. Kwa maana ya kuna muda usipokuwa na mpira out of possession utamuona kama ni mchezaji butu. Yani hana faida kwa nini? Kwa sababu hana impact timu inapokuwa haina mpira. Ndio. Lakini pia sio mchezaji ambaye atakusaidia katika kitu kinaitwa movement. Kwa nini? Kwa sababu hata itakuwa yani ni mchezaji ambaye atakuwa ametengeneza urahisi wa wapinzani kupredict nyie ni timu ambayo mnashambulia kwa aina gani, kwamba pengine nyie ni timu ambayo mnategemea mchezaji mmoja tu ili aweze kuwapatia
magoli. Akasema kwa sasa hivi dunia katika mpira wa sasa hivi unahitajika kupata striker ambaye hatakuwa na movement nyingi sana katika goli la mpinzani. Jambo ambalo litaachia nafasi nyingi sana kwa mawingers pamoja na wachezaji wengine ambao wanakuwa wanacheza eneo la kushambulia ili kupata space timu iweze kupata magoli. Kwa sababu kinachomata pia kwenye mpira wa miguu ni timu ipate matokeo. Ndio akanipa mfano mzuri, akaniambia hivi, unamwona Victor Gyökeres Arsenal. Kuna mtu anamzungumza sana. Nikamwambia hapana. Akaniambia that's how it is. Kwamba ni striker ambaye haumtegemei tu kwamba hawe kwenye box. Ni striker ambaye utamuhitaji timu ambapo itakuwa haina mpira, utamuona anashuka mpaka chini kuja kuisaidia Arsenal. Akaniambia lakini pia uangalia Arsenal, wachezaji wa Arsenal, Bukayo Saka akiwa na mpira, Ricardo Calafiori akiwa na mpira, au Zubimendi akiwa na mpira, muangalie Gyökeres sehemu gani ambapo nini ambacho anakuwa anafanya, kwa maana zile movement of the ball namna gani zinawapa chance wakina Saka na wachezaji wengine ambao wanatokea pembeni, wakina Gabriel Martinelli au Berecheze, wao angalie nini ambacho wanakuwa wana exploit zile space ambazo ukiangalia zinakuwa zinatengenezwa na mchezaji mwenyewe, kwa maana ya yule striker. Yani anakuwa anaifanya timu haitabiliki ni timu ambayo inashambulia kwa mfumo upi au mchezaji gani awe target wakati timu ya Arsenal inapokuja kufanyaje kukushambulia. Unaelewa vizuri. Kwa kaniambia hivyo ndivyo ambavyo dunia sasa hivi ya mpira inaendeshwa. Sasa nikawa namwangalia Andy Bobo Welly, nikasema huenda sasa ukimwangalia Pedro Goncalves kupendekeza huyu aondoke nibaki na huyu Prince Mpumelelo Dube, inaweza kawa ni moja ya sababu kubwa kuntu ambayo nilisoma juzi kati, na ndio ambayo naona imemuondoa Andy Bobo Welly kuondoka kwenye klabu ya Young Africans, kwa sababu ukiweka kitakwimu Boeli ana assist moja na magoli mawili. Ukija kwa Prince Mpumelelo Dube naye pia ana magoli 3. Goli dhidi ya Farabat, goli dhidi ya Coastal Union, si ndio? Na goli dhidi ya timu gani? Nadhani ni Mtibwa. Kama sio Mtibwa na ni Fountain Gate nadhani. Kuna timu moja wacheza nayo hapa Young Africans akapata ni Fountain Gate. Wakapata penalty. So ukija kwenye swala la takwimu unaweza kuona wachezaji wote kama vile mbona takwimu zao zina meti. Ila tactically nini ambacho unaona kimemuondoa Andy Bobo Welly, nadhani ni hiyo kwamba dunia sasa hivi haihitaji kuwa na striker ambaye kila muda anakuwa anawaza goli. Na kama ndio striker ambaye kila muda anakuwa anawaza goli, it means utakuwa unamuona tu kwenye lango la mpinzani kila muda. Kwa hiyo hata wakati ambao timu haina mpira hatakuwa hana faida. Wakati wengine wana move na mpira, hiyo utamuona tu amejiposition kwenye 18, kitu ambacho kinakuwa kinaonekana kama kinatabilisha aina yenu ya mashambulizi yako vipi. Yani Andy Bobo kitu kibaya zaidi na kitu kizuri ambacho nilitarajia kukiona kwenye nyakati hizi ambazo aliingizwa ndani ya Yanga kwa mkopo kutokea Sekhukhune United. Nilitarajia kumuona Andy Bobo Boyele akitumia gap la Dube ambaye hajawa kwenye ubora wake kujitambulisha na pengine kuchukua ile namba. Lakini yeye pia aliingia vibaya Yanga, hajawa na takwimu nzuri. Amehusika kwenye mabao 3, kacheza dakika za jumla zilizocheza 210. Kwa hiyo inakuonesha ni striker ambaye alitaka grow ndani ya Yanga. Hali Yanga wenyewe wanahitaji matokeo zaidi. Wanahitaji matokeo ya chance. Uje utuonyeshe kitu, sio uingie ndani ya Yanga tukupe time ya kujifunza. Ni vitu ambavyo vimepelekea unamuona saizi wachezaji baadhi ya Yanga wametolewa wanaenda vilabu vingine kwa mkopo kwa sababu hawajataka kupewa time ya kujifunza wakiwa ndani ya Yanga. Yanga saizi na malengo makubwa, na kuna rafiki yangu mmoja wa karibu sana naye mtu wa michezo akanambia yeye alipata bahati ya kupata taarifa kwamba Yanga wana mipango mikubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, hasa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Na ndio maana hawajasita kuondosha wachezaji takriban 4 mpaka 5. Tutawashuhudia washaondoka wale wawili, anaongezeka saizi Andy Bobo Boyele kwa mkopo kutoka Sekhukhune, wameamua kuterminate contract naye, anaondoka kwenda alikotoka. Ukimtazama Prince Dube kama ulivyosema, hata kama timu haina mpira ndio bado atarudi kusaidia kukaba. Timu ikiwa na mpira kama yuko ndani ya eneo la 18 huwa ana tabia kucheza pia hata nje ya box kwa maana kufika kwenye team play. Na ndio maana Dube unamuona ameweza kufunga mabao 13, katoa assist 7, assist 8 msimu uliopita, kufika kwenye mabao 21. Hiyo inakuonesha kwamba ni mchezaji ambaye sio goal scoring tu bali pia ni ball ni pair ambaye anaweza kutengeneza chance creative. Kwa hiyo
hicho ndio kitu pekee ambacho alikuwa anamzidi Prince Dube, licha ya kutokuwa kwenye kiwango bora. Walimu ambao walikuwa wanapita Yanga, tukianza kwa Romain Folz mpaka huyu aliyopo hivi sasa, bado alikuwa anamuona Dube kama chaguo la kwanza, ukiachana na Andy Boyele ambaye wameachana naye. Kwa hiyo Yanga hivi sasa malengo yake makubwa ni kwamba tunapochukua mchezaji aje afanye deliverance ndani ya klabu, sio kumpa time ya kujifunza ili hali sisi tuna demand matokeo. Ninatazamia Yanga wanaweza kuongeza striker mwingine. Yes, ambaye atakuja kuongeza nguvu zaidi, kwa sababu Mwanengo huyu ambaye amekuja Yanga hana numbers. Sasa tunamwamini vipi? Anaweza anaweza kuwa Andy Boyeli wa pili. Dube anahitaji kuwa na msaidizi. Kipindi ambacho Dube anaanza kurise bar yake ya performance, tunahitaji kuwa na striker ambaye atakuja kumchallenge. Dube akibaki pale pale anaweza kuwa kufanya vitu vile vile na akaendelea kuaminiwa, kwa sababu hana kocha, atakosa chaguo la mtu mwingine kwenye bench ambaye anaweza kunyanyuliwa na kuja kumchallenge Prince Dube na pengine kummotivate kufanya vizuri zaidi. Sasa namuona Emmanuel Mwanengo na Prince Dube bado uzani hautokuwa sawa. Licha ya Dube kutokuwa kwenye kiwango kile kwenye piki ya juu, bado atakuwa ni chaguo la kwanza mbele ya makocha ambao watakuwa wanapita ndani ya Yanga. Yanga wanahitaji kuleta striker mwingine ambaye atakuja kumchallenge Dube huyu ambaye bado anaanza kujitafuta ndani ya Yanga, na tumeona siku za hivi karibuni ameanza kufunga mabao. Sawa, ni tunaendelea kutazama kuhusiana na kuwa kwa mkataba wa Andy Boyele ilikuwa terminated pamoja na Young Africans. Nini sababu? Mimi nimekuelezea kiufundi, lakini pia Alois Sagala naye pia amekuelezea kiufundi namna gani ambavyo situation nzima ilivyo kwa Dube, Andy Boyele, lakini pia Emmanuel Samuel Mwanengo. Young Africans walikuwa kwenye runs za kumtafuta Depu. Na bado taarifa tunaendelea kuuliza, kwa sababu waliotupa taarifa bado na wenyewe wanaangalia progress ya timu iko katika kufuatilia swala la mchezaji. Unajua mbaya zaidi wachezaji wa kigeni wamekuwa na mambo mengi sana mpaka umsajili aje kwenye ligi yetu na vitu kama hivyo. Na wakumbusha watu kuhusiana na government body endorsement, ni vitu ambavyo pia tunavizingatia kwa hata kwenye ligi yetu pia. Na mimi nasi pia tuna principles zetu ambazo tunazizingatia ili kumleta mchezaji wa kigeni. Licha baadhi ya wachezaji naona wamekuwa wanakuja, lakini sometimes wamekuwa hawana impact yoyote kwenye ligi yetu. Kwa hiyo hata ukimwangalia Depo ambayo Young Africans wanahusishwa naye, ndio aina striker ambaye nilikuwa nakuelezea hapa kwamba lazima awe na asiwe striker ambaye utakuwa unamuona kwenye box la mpinzani tu kila muda, yani kwa kila muda fox in the box ya kina Medi Kagere. Sasa ulikuwa unamuona Medi Kagere timu isipokuwa haina mpira, yani hana faida yoyote unaiona uwanjani. Ndicho ambacho makocha wengi duniani kwa sasa wana escape, na ndio jambo ambalo unamuona Erling Haaland kipindi anafika Manchester City mpaka watu wakawa wanamuita ni broiler, yani ni kuku wa kizungu. Sio, unaelewa? Yani anakuwa ni striker ambaye yani Man City kizidiwa tu Erling Haaland ana faida yoyote. Inabidi wamtoe, watafute mchezaji mwingine aingie. Lakini Guardiola ni kama alianza sasa kumtengeneza kwamba hata timu ukiona imezidiwa, hebu rudi chini huko iongezee timu nguvu. Ni kitu ambacho nimekiona kwa Erling Haaland toka msimu uliopita nadhani. Na bado akaendelea kuwa striker ambaye anakupa magoli. Kwa nini alikuwa anakupa magoli? Kwa sababu wakati ambao nilikuwa naona Erling Haaland alikuwa anafunga sana, ni wakati ambao Man City unakuta haina mpira. Then inakupoka mpira kwenye offensive transition, inakufuata. Ikisha kufuata, angalia movement za Haaland. Wewe fuatilia tu movement za Haaland. Zinakuwa zinaongeza concentration kubwa sana kwa defenders kumwangalia sana Erling Haaland, jambo ambalo linaacha space kwa wachezaji wengine. Wana exploit vizuri, but nzuri wana mchezaji mzuri sana ambaye anaweza akaswitch play na ni nzuri sana kwenye kutengeneza mashambulizi, kwa maana ya Rodri. Na siku ya jana alirudi kwenye game dhidi ya Sunderland, na ndicho ambacho unakiona alikuwa anakifanya. Anabadilisha mwelekeo wa ushambuliaji, au anatoa pasi nzuri kutafuta mchezaji ambaye yupo katika nafasi nzuri. Kuna muda alikuwa anampa hata Kevin De Bruyne. Ukimwangalia Kevin De Bruyne unasema mbona yuko under pressure, sio, unanielewa? Lakini bado anatoa mpira kwa Kevin De Bruyne kabla hajaondoka Manchester City. Na unatafuta sasa, mtafuta Haaland yuko sehemu gani? Unamuona Haaland sehemu aliyojiposition, pembeni kuna gap, wanatumia wachezaji wengine, Man City inapata bao. Kwa hiyo ndio aina striker ambao dunia kwa sasa inamhitaji, kwamba hata kama hatuna mpira unatakiwa kurudi nyuma kuipa timu nguvu. Kuna muda unatakiwa uwe mtu wa kuzurura tu kwenye boksi la mpinzani. Utakiwa kustand sehemu moja, kitu ambacho kinawafanya wapinzani wa predict kwamba hii timu kumbe inashambulia kwa kumwangalia huyu striker. Kwa hiyo ukiwa na run inatoa nafasi sana kwa wengine, kwa maana utapokea mpira pembeni ya boksi, utatoa mpira kwenda kwa kiungo mshambuliaji, wakati kuna mwenzako tayari amecover nafasi yako, timu
inapata matokeo. That's how it is. Kwa hiyo inawezekana hata kwa Andy Bobo Boyel kitu ambacho kimemuondosha Young Africans kiufundi inawezekana ni hiyo, kwa sababu siamini kama takwimu zake Pedro anasema labda Yanga kwamba ali expect yani Bobo Boyel afunge magoli 20. Hapana, ni kitu ambacho ni sio uwezo kukubaliana nacho, sababu hata ukiangalia mfungaji bora top scorer ana magoli matatu tu, magoli 6, si ndio? Kwa hiyo tofauti ya magoli 4 na wafungaji wa klabu ya Young Africans sio mbali sana, kwa sababu Yanga wenyewe wamecheza mechi 6. Anayeongoza ambaye ndo anatoa mfungaji bora ndo amecheza mechi 10. Kwa anamzidi Young Africans mechi 4. Sio ndio vizuri. Bado kwa hiyo hata tunge expect, bado tulikuwa tunaamini kwamba hata tungeacha Young Africans wacheze mechi zao wakamilishe sawa na mechi 10 za JKT Tanzania. Tulikuwa tuna imani wafungaji wa Young Africans wangeweza kufikisha hata idadi ya magoli 6 hiyo au na zaidi. Sasa hapo kwa Depu inaweza kuwa ngumu kidogo, kwa sababu Depu anacheza Ureno. Sasa ukitazamia Ureno Tanzania inaweza kuwa ikatumika nguvu kubwa sana mpaka unakuja kumshawishi mchezaji kutoka Ureno kuja Tanzania. Tunatazama kwenye michezo ya AFCON akiwa na timu yake ya Angola. Yaani ni yule mchezaji ambaye anakuonesha kwamba kweli huyu ni striker ambaye anajua nini anapaswa kukifanya kwenye eneo lake, hasa kwenye safu yake ya ushambuliaji. Naona timu pekee ambaye ina msuli wa kumtoa mchezaji huko ikamleta hapa Afrika kucheza ni Al Ahly na klabu vingine kama Gaël Bigirman alitoka klabu gani? Sasa Gaël alikuwa ni finished player, alikuwa hana jipya tena kwenye soka. Yaani ni mchezaji ambaye alikuwa ameisha na hakutoka direct Uingereza, bali aliwahi kupita pale Uingereza. Walimtoa alikomtoa huko akamleta Yanga, na alifika alifanya kitu gani? Hakufanya kitu kipya cha ziada. Ni swala la fedha tu wale Sagara. Sasa nchi ambazo zina ushawishi wa fedha hivi sasa tunazungumzia Saudi Arabia. Tanzania hatujafikia huko, na huo ndio uhalisia. Tungekuwa tuna nguvu ya kipesa, Mayele asingetoka Yanga, Stefan Aziz Ki asingeondoka, maana tungewapatia kile ambacho wanakihitaji. Mayele na Young Africans haikuwa issue ya fedha, ilikuwa ni issue ya career ya mchezaji. Yeye ndo alichagua kwamba it is enough kwamba anatakiwa nikatafute changamoto sehemu nyingine. Haikuwa issue ya fedha. Stefan Aziz Ki haikuwa issue ya fedha. Stefan angeendelea kubaki. Stefani kacheza Spain ndo karudi Afrika. Kwa hiyo hahitaji tena. Yaani ukizungumzia issue ya fedha no. Sisi sasa hivi tupo kwenye level kubwa sana ya fedha. Just imagine bajeti ya Young Africans ya msimu huu ni bajeti ya ligi kuu ya nchini Kenya. Yaani ligi kuu yote, timu 18 zote za Kenya ni bajeti yao moja ni sawa na bajeti ya klabu ya Young Africans. But one thing to assure you ni kwamba Depo hawezi kuja Tanzania kutoka Ureno. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuifuatilia Data Sports. Mimi ni Florence Renato, wenzangu alikuwa ni Aloyce Sagara. Of course mada ya maneno ya mwisho hapa inaweza kuwa ni mada nyingine tofauti kabisa. Naweza tukipata muda tutakuja tuizungumze sana. Alisimamia mchongo mzima wa kamera ni Hassan Saddam. Nakushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuifuatilia Data Sports, na ninakukumbusha bwana, endelea kusubscribe kwa sababu cha taarifa zingine nzuri za kimichezo ambazo zinafanywa majadiliano mazuri, na uhakika wa taarifa hizo tunaendelea kuzitoa sisi tu Data Sports. Nadhani mpaka wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akitujalia tutakutana. Bye.